wanakuwa wamesajiliwa lakini hawakuwa wakihudhuria shule, lakini wapo ambao wanapata dharura ya ugonjwa. Kwa mujibu wa kanuni za mitihani tunawaruhusu na tunawapa fursa ya kufanya wakati mwingine. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali, lakini zinachangiwa na hayo ugonjwa lakini na utoro. Kwa hiyo hatua mbalimbali baraza inaendelea kuchukua kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa kutoa taarifa katika mamlaka zao ili swala hili la utoro likomeshwe, na wale wanaoandika matusi baada ya matokeo haya baraza linaandika barua katika mamlaka zao ikiwemo wakuu wa shule na bodi za shule, kwa shule za msingi kamati za shule, na kuwahusisha wazazi katika kuchukua hatua ili kuhakikisha ili swala la matusi linakomeshwa kabisa. Na ukiangalia takwimu zetu ni kweli kwa sasa tunaanza kuona matusi yakijitokeza katika hatua ya darasa la 4. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 8 walioandika matusi darasa la 4. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 5. Mwaka huu tumekuwa na wanafunzi 8 walioandika matusi. Kwa hiyo tunaendelea kuchukua hizo hatua na kuwatambua wanafunzi hao kwa sababu bado wapo katika mfumo wa elimu. Na kuhusu kukariri kwa wanafunzi hawa, kwa mwongozo wa baraza ulivyo na kawaida ya uendeshaji wa mitihani, wanafunzi wanaofaulu wanaruhusiwa kuendelea na kidato kinachofuata na wanaofeli wanatakiwa kukariri. Sasa nafikiri muuliza swali bila shaka utakuwa umekusudia, kwa sababu mwaka huu kwa kidato cha pili tumekuwa na mitaala miwili ambayo tumeitahini. Kuna mtaala ulioboreshwa ambao kama wanafunzi watarudia basi watakutana wenzao waliokuwa wamesoma mtaala tofauti, na aidha kama watarudia vile vile watajikuta warudie kwa mtaala wao ambao pengine ufundishaji huko shuleni umekushabadilika. Kwa niseme tu kwa kesi hii specific ya matokeo ya mwaka huu, mamlaka ya baraza ni kutoa matokeo na kuainisha waliofaulu na walioshindwa, lakini bila shaka muda wote kuanzia leo baada ya kutoa haya matokeo ofisi ya kamishna wa elimu kupitia Wizara ya Elimu itatoa statement maalum kuhusu hatima ya wanafunzi hao. Kuhusu walio feli mwaka huu kama ambavyo tumeeleza katika nakala hii ya press tutawapatia, ufaulu wa darasa la 4 ni 88.91 na ufaulu wa kidato cha pili ni 86.93. Tutawapa nakala, takwimu zote ziko pale, waliosajiliwa, waliohudhuria, waliofaulu, walioshindwa, mtachakata hizo taarifa kwa urefu. Asanteni sana. Nakushukuru katibu mtendaji kwa ufafanuzi wa maswali yote, na niwashukuru sana waandishi wa habari. Niwatakie kila la heri na karibuni tena Baraza la Mitihani Tanzania. Asanteni sana. Nawaambia akiisha kuwajilia, yani hamtakuwa na nguvu mpaka Roho Mtakatifu awe amefanya nini? Amewajilia. Ni nguvu zipi hizi ambazo Roho Mtakatifu anatupatia, ambazo tutapokea nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu? Ni nguvu zipi? Hebu niambie, ni nguvu zipi?